Ndugu zangu, mimi nishie hapo kwenye hizi takwimu kwa haraka. Mashuti 12 Simba, magoli 5. Hayo ni ya on target, mashuti 12. Magoli ni matano. Wastani wa convert zile nafasi na kuwa magoli kwa idadi ya mashuti ndicho ambacho kinaashiria mbinu na ufundi tulioshuhudia kwenye game ya leo. Hamisa, nianze na wewe. Kwa mtazamo wako, game ulivyoishuhudia. Of course ni mchezo ambao inawezekana Mwalimu Fred Felix ni zero kwenye baada ya dakika 90 kuisha. Sitaki kuamini kama kuna maneno mazuri ambayo amewaambia wachezaji wake. Naamini atakuwa amefoka sana. Kwa sababu kwenye mchezo wa leo plani ya mwalimu ulikuwa unaielewa jinsi ambavyo anahitaji timu yake icheze. Ila mwalimu anakupa plani, utekelezaji wao unabaki kwa wachezaji. Hakubadilika kutokana na mfumo ambao mara zote amekuwa akiutumia 4-3-3 ambapo bila mpira alichokuwa anakitegemea ni kwamba kwenye wale viungo wake watatu ambao wanacheza kwenye eneo la katikati, Mwashinga, Pauline Kasindi pamoja na Shasiri na Imana, kuna mmoja ata drop pale juu, atashuka hapa chini, ataungana na kina Abdalla Herisebo, watakuwa idadi ya mabeki watano. Alafu hapa katikati wakina Kamara Yonta pamoja na Zabona Mayombi wata drop chini katikati ya Shasiri na Imana pamoja na James Mwashinga, then juu atabakia Matthew Tegis Momanyi. Plani ya kwanza ni kwamba kwanza kupunguza distance baina ya mistari yao miwili, kwamba ule mstari wa watu 4 viungo na viungo walinzi watano nyuma. Ina maana kwa staili hiyo zile pasi ambazo Simba wanakuwa wanazipiga katika maeneo ya katikati zinakuwa zinashindikana. Kwa hiyo it's either the likes of kina Joshua Mutale whether wapokee mipira mbele ya uso wa kina James Mwashinga ama waende katika maeneo ya pembeni. Lakini kitu kilichokuwa kinatokea ni kwamba wachezaji wake ambao walikuwa wanajihusisha na mpira hasa Amina anajihusisha na kurudisha mpira kwenye umiliki, hasa pale ambapo wanakuwa off possession, walikuwa ni wachache sana. Jaribu kuangalia Yonta Kamara, mara zote ulikuwa ukimuona hasa pale ambapo timu inahitaji kuinitiate counter attacks. Muda mwingi alikuwa anajitenga sana mbali na maana Ibrahim Abraham pamoja na Kenneth Kunambi nyakati nyingi sana walikuwa isolated kwenye situations za mmoja dhidi ya mmoja, kwa sababu hao mawinga wao ambao walikuwa wanategemea warudi kwenye ule mstari wa watu 4 walikuwa happy of course. Kadiri Simba ambao wanasogea kwenye boksi lao wasogee karibu na mabeki wao. Ina maana wazuie Simba kupata ile advantage ya mmoja dhidi ya mmoja. Unaona jinsi ambavyo hali ilivyokuwa. Kwa hiyo sasa ile plani ya kwanza kuwazuia Simba kupita kwenye eneo la katikati ikawa inashindikana, kwa sababu kwanza ukiangalia distance ambayo ipo baina ya mstari ambao wapo kina James Mwashinga na huko alipokuwa kina Abdalla Herisebo plus alipokuwa Tegis Momanyi, unaona kuna distance kubwa sana. In such a way Simba wanachagua tu maeneo ya kwenda kupokelea mipira. Kwa hiyo mwalimu hakutaka kubadilika sana. Mwalimu wa Simba kwenye plani yake kama kawaida, nyuma wanabaki mabeki wawili timu inapokuwa inafanya ujenzi wa mashambulizi pamoja na goalkeeper. Mabeki wao wa pembeni Shomari pamoja na Kapombe wanasogea wote juu mstari mmoja karibu na winga Mohamed Hussein na mwenzie Kapombe wanasogea kabisa karibu na mstari mmoja na winga. Alafu hapa katikati Jefa pamoja na Fabrice Luamba Ngoma wanakuwa wako wawili, na maana wako kwenye shape ya wawili, alafu juu unakuwa mstari wa watu 6. Na maana hawa mabeki wa Simba cha kwanza ni kwamba simeamua kukabia chini, lazimisha mzuie ni ukubwa la uwanja. Alafu baada ya hapo sasa alichokifanya mwalimu ni kwamba ameipata ile tiba ya kucheza dhidi ya timu ambazo zinakabia zaidi kwenye eneo lao. Tiba hiyo ni kwamba amewapa uhuru wachezaji wake ambao wanacheza kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa sababu ukiangalia walichokuwa wanakifanya, walikuwa wanafanya zile rotation movements. Kuna nyakati ambazo ukiangalia kwenye makaratasi Mpanzo ameanza kama winga wa kulia, wa kushoto, mwenzie Mutale ameanza kama winga wa kulia, katikati anacheza Jancha Zahua pamoja na Ateba kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini mwangalia Mutale wakati anaenda kusababishwa faulu ya kwanza ambayo ilikuwa penalty kwa Simba, angalia eneo ambalo alikuwa ametokea upande wa kushoto. Kushoto ambapo ulikuwa unategemea mara nyingi mkute ile eneo mkute Elim Panzu. Kwa hiyo alichokuwa anakifanya mwalimu ni kwamba pasina kuvuruga muundo wa timu pale ambapo timu inakuwa ina mpira, tufanye rotations. Lengo ni nini? Lengo ni kwamba Pamba akikaa kwenye low block watakachokuwa na kiangalia cha kwanza ni kumkaba mtu dhidi ya mtu. Na maana kila mmoja anakuwa na majukumu yake. Kama ni Pauline Kasindi anajua muda mwingi mimi nitatakiwa ni mmaki Jancha Zahua kwa sababu ndo namba 10 wa Simba. Kwa alichokuwa anakifanya mwalimu ni kwamba hawa wachezaji wake kawapa uhuru. Tusivuruge muundo wa timu. Tucheze vile ambavyo nahitaji timu yangu icheze, kwamba wawili then watu 6 juu, ambapo anabakia mmoja Ateba juu. Kuna nyakati karibu na kina Abdalla Herisebo kufanya mikimbio nyuma yao, ili kuna nyakati kuwapini
waweze kubaki kwenye hilo eneo, ama wakidrop chini ina maana anarudi nyuma na anaua offside, then anatokea mbele anapokea mipira katika maeneo ambayo anakuwa analitazama lango. Kwa hiyo baada ya pale sasa kilichokuwa kinatokea kwa Pamba ni kwamba wakaanza kufanya makosa kwenye eneo lao, hasa kupasia mpira nyakati ambazo walikuwa kiupoka mpira. Cha kwanza plani ya mwalimu ni kwamba tukiupata mpira tushambulie kwa counter attack, lakini hasa upande ambao walikuwa wanaulenga zaidi kupita ni upande ambao walikuwa wanacheza Abdullahi Yonta Kamara. Lakini angalia kitu ambacho kilikuwa kinawakosti ni kwamba moments ambazo walikuwa wanahitaji kuanzisha counter attack walikuwa wanakosa composure, yani ule utulivu wa kuweza kupasiana mpira. Kwa hiyo na si tu utulivu, hata the way ambapo wachezaji wanajiposition, kwa sababu ukishategemea uanzishe counter attack kwenye upande pembezoni mwa uwanja, tegemea lazima kuna mchezaji amefanya movement katikati ya uwanja. Kwa hiyo ambaye alikuwa anapokea mpira kuanzisha move ya counter, akiangalia katikati hakuna ambaye anakosa passing option. Kwa hiyo hata akijaribu kusukuma mpira katikati, Agustino Okejefa, Fabrice Luamba Ngoma wanaupokea ule mpira wakiwa free kabisa. Kwa hiyo from there Simba wakajua kabisa kwamba hawa plani yao tayari imeshafeli. Ukiangalia idadi ya wachezaji ambao wanajihusisha kwenye mpira ni wachache. Kwa hiyo baada ya pale wakaamua kuanza kuipozesha game. Wanacheza kadiri ambavyo wanahitaji wao, kwa sababu wanajua gaps za wao kufika mbele zipo na zinapatikana kwenye kila eneo. Jaribu kuangalia the way ambavyo Simba walikuwa wanacheza. Kuna nyakati ambazo unamkuta Shomari katoka kwenye eneo ambalo anacheza kama beki wa kulia, eneo ambalo anakwenda kushambulia, anashambulia kama mshambuliaji wa kati, alafu muda huo unamuona Mutale amesogea pembeni. Lengo ni nini? Lengo ni kwamba tusivuruge muundo wa timu, sababu unajua ndio maana tunazungumza kuna ufundi alafu kuna mbinu. Ufundi ni kwamba utamfundisha Shomari kwamba tukiwa tunashambulia, wewe ni beki wa pembeni. Kuna nyakati ambazo utashambulia, utakaa pembeni, utatanua uwanja. Kuna nyakati ambazo utadrop ndani alafu winga wako ataenda pembeni. Huo ni ufundi. Kwenye mbinu unachomuelekeza mchezaji ni kwamba ni wakati gani ambapo utapaswa kukaa pembeni, ni wakati gani ambapo utapaswa kusogea ndani kushambulia zaidi katika box. Kwa hiyo from there ni kwamba game ikabakia zaidi, na ujue kadiri mchezo unavyokuwa unaendelea kwenda, alafu unakosa plani kwamba kila ambapo unaupokea mpira unakosa option ya kitu cha kufanya. Ndio maana walikuwa muda mwingi kwanza walikuwa wanachelewa kwenye matukio, ndio ilikuwa inapelekea hata fouls ambazo walikuwa wanazicheza, na hata wakiwa kwenye matukio the way ambavyo wanakuwa wanaanzisha, wanajenga mashambulizi yao sasa kwenda kusogea kwenye lango la Simba. Kwanza kuna nyakati ambazo wanakuwa wanaharakisha sana, isache way Simba wanafanya recovery runs, wanaopokea mpira ama wanachelewesha, Simba wanakuja na press mpira pale, tayari wanakuwa wamesha wanyang'anya mpira. Kwa binafsi sikutegemea hii performance ambayo Pamba wamekuja nayo, lakini pia naamini hata mwalimu kwenye selection ya kikosi kuna namna fulani ambavyo inawezekana akawa amejipiga risasi, kwa sababu ujue mwalimu wanafahamu wachezaji wake. Au mara zote mimi nasema kuna wale walioingia walikuja kuonesha uwezo tofauti na wale ambao walikuwepo yes at least unajua kwa sababu gani? Unajua ukiwa una kikosi cha Pamba ukiangalia the way ambavyo walikuwa wanacheza, kuna balance ambayo ilikuwa inakosekana, kwa sababu unajua brain walioingia ni Salema Sudi kwa nani Kasindi Pauline, yule De Bruyne, Samson Madeleke kwa Abdullahi Kamara, akaingia Deus Kaseke kwa Nasri na Himana, pamoja na Hamadi Majimengi ambaye aliingia kwa Zabona Mayombia, dakika ilikuwa 68. Sheriff Ibrahim aliingia kwa Ibrahim Abraham, ambapo hata Majimengi ya kudumu akawa amekula umeme akatoka. Wote wale wataja Salema Sudi, ukimzungumza na Mwaisa, wote ni wachezaji ambao sio wavivu uwanjani. Kaseke huwa sio mvivu hata siku moja. Kwa hiyo kilichokuwa kinatokea sasa ni kwamba kocha alikosea kwenye selection. Yes, of course hicho ndicho ambacho inawezekana alikuwa uwanja wa mazoezi jana. Yes, sasa karibu siku mbili zote hizo mfululizo. Ndio maana nikakwambia mwalimu ndo anapanga mpango. Ndio maana anakupa 25%. Hizo nyingine inawezekana wachezaji waliperform vizuri uwanja wa mazoezi, ikamtosheleza yeye kuweza kuwapanga katika kikosi. Kwa sababu jaribu kufikiri, wewe ukiwa ni Pauline Kasindi, kuna nyakati ambazo unategemea uone mtu amedrop karibu yako. Yani jaribu kuimagine umesimama katikati, unamuona au pembeni yako anapokea kwenye bega lako anapokea mipira, unamuona Mutale amefanya movement pembeni yako, na wakati pako unajionea huruma, sasa uende ukamkabia nani, ukisogea tayari unatengeneza shimo hapo katikati. Ngoma atasema okay, sipigi pasi na dribble mpira na kuja kwenye hilo eneo. Kwa hiyo naweza nikasema inawezekana jinsi ambavyo mwalimu alikuwa amekichagua kikosi, inawezekana uwanja wa mazoezi wa performance. Sababu brain mara nyingi mimi huwa anasema, unajua mwalimu
brain sasa hivi wewe unaweza ukawa sifa yako tu ya kawaida wewe ni mchapakazi. Unajua sio kila mchezaji anaenjoy kupress. Ndio maana unavyomuona mtu kama Chama sijui unavyomuona mtu kama Azizi. Wale wachezaji ambao enjoy kupress. Kwa hiyo hata ukimwona uwanjani aweki pressure usimlaumu. Kwa hiyo mwalimu ndivyo ambavyo anakuwa anafahamu anakuwa anafahamu nature pia wachezaji wake. Kuna mwingine atakuwa mchapakazi, kuna mwingine sio mchapakazi, ila kiukweli kwa performance ambayo Pamba walikuwa walionyesha goli 5 inawezekana ikawa Simba wana huruma sana. Okay, anyway, Joachim, kwa idadi ya magoli 5 ambayo Simba wameyafunga na mistake ambazo wanazifanya wale Pamba. Pressing Simba ambao wanaifanya plus quality hawajastahili kufungwa hizi idadi. Wamestahili. Na isitoshe ibidi ziwe zaidi hapa. Yes, kuanzia kwenye paper tu. Maana Hamisa anaamini kwamba kwanza kwenye selection kikosi kulikuwa kuna changamoto au ni kama wange select kikosi sahihi hii idadi ya magoli isingefikia hapa. Mimi ninachoamini ni kwamba kwa nini tusiamini quality ya Simba imeamua pia. Yes, na unakuja huko. Cha kwanza quality ya Simba na mpaka sasa hivi naamini kwamba kwa 90% Simba na uwezo kushinda michezo yote iliyobaki. Hiyo 10 tutaweka kwenye matokeo ya mpira namna yanavyotokea kwa sababu yote kuwa na kikosi ambacho ni bora mpaka sasa. Ukiangalia performance ya wachezaji hasa kwenye games ambazo zimepita na mchezo wa leo ambao Pamba ameenda kukutana na Simba. Pamba alikuwa ameamua kukaa nyuma ku defense. Ilikuwa ni plani nzuri lakini ukitizama namna ambavyo washambuliaji wa Simba ambao wako pale mbele wote kuanzia wakina Mutale, Mpanzu, Chaz pamoja na Ateba, wote ni wachezaji ambao wako kwa sasa hivi wapo kwenye form. Performance ya Mutale imeongea hata jana, kuna baadhi ya mabadiliko nimeyaona sasa hivi. Sio mzuri sana kwenye kuscore hata Mpanzu, lakini watu ambao wanaweza kana mpira ni wale ni ma creator wazuri sana kwa mpaka sasa hivi. Davis ameweza kumchange Mutale, sasa hivi unaona faida yake. Anaweza anasogea mpaka katikati ya uwanja, anachukua mipira, anachezesha timu. Kuna magoli mengi yanatokea kwa Simba sasa hivi, unakuta movement nyingi zimeanzia kwake. Na pia ukienda kwa Mpanzu, yes kufunga sio sana lakini pia tunaona faida yake ndani ya uwanja. Pia kwa Chazi, mtu ambaye sasa hivi ni mmoja wa maplayer ambao ni wakali sana. Naweza kusema namba 10 bora kwa sasa hivi kwa sababu namna performance yake unaiona. Yes. Numbers zinaongea. Namba 10 bora kwa Simba kwa ama ligi kuu. Kwa ligi kwa sasa hivi namba 10 ambayo inafanya vizuri. Unaweza kuniambia hapo namba 10 inafanya vizuri labda kwa sasa hivi. Uwezo kumwacha Chazi. Faisal yupo lakini kwa Chazi pia uwezo kumwacha kwa sababu ya performance yake. Nani namba 1 kwako? Namba 1 tutajua mwisho wa ligi, namba zitaongea. Lakini kwa sasa magoli mengi, mwenye assist nyingi tutaongea hapo tutaangalia kwa sasa nani bora zaidi. Kwa kumepewa Kajicha Zaua, ndio maana nakwambia kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi mpaka ligi ishe. Faisal ana balaa lake. Ukienda pia kwa Chaz pia ana balaa lake. So kwa hiyo tulipofikia hapa bado hauna majibu. Sina majibu mpaka sasa hivi lakini wote ni bora. So kwa Simba ya sasa hivi ni kwamba ukihalisia ukitizama cha kwanza wana spirit ya kushinda kila game na pia wanatamani pia kuchukua ubingwa kuanzia kwenye final shirikisho na pia mpaka kwenye ligi. So kutuamini kwamba naiona kila mtu anakutana na Simba sasa hivi anakutana na Simba ambayo ina quality bora. Siwezi kumlaumu labda Pamba amekutana na kikosi ambacho kimemzidi uzito mkubwa sana. Nachoona ni kwamba ni football ndio ilivyo na Simba na kikosi bora uzikataa. Okay, jana bungeni kwa hoja zile. Kwa nini Simba na Yanga hawafungwi? Alikuwa mheshimiwa nani? Babu Tale. Wakanda alizungumza hapa. Kwa nini Simba na Yanga hawafungwi? Unasikia? Hamisa anakuambia hapa kikosi bwana selection yake ilikuwa na changamoto. Sitoshe hizo goli ngapi zisingefikia. Hebu twende kwenye matukio bwana. Sawa, umesikia Ben? Before jina Wakanda. Jana Wakanda alizungumza hapa. Kuna baadhi ya michezo ni sahihi ukiitizama kwa macho ya kawaida tu. Binafsi mwini mwako unaweza kusema hii game labda kuna timu pinzani imecheza ovyo. Ndio unaona kabisa ni kuna baadhi ya game ukiitizama unaweza kuona labda kuna timu imecheza chini ya kiwango. Nani kacheza chini ya kiwango maana? Lakini kwenye game kama ya leo ukiitizama Pamba amejitahidi lakini quality imemwangusha. Okay. Anyway, twende kwenye matukio. Tukio moja baada ya lingine. Ndo muda wetu. Bwana, goli la kwanza la Simba ndio matukio ambayo nataka tuwezungumzie hapa. Jincha Zaua anafunga. Changamoto ilikuwa ya mkwaju wa penalty. Foul ilitokana na Zabona Mayombi ambaye alimchezea foul nani yule? Mutale. Ile style kwa foul. Vao usika wa Shumari Lawi kutoka Kigoma, mwamuzi wa kati. Tafsiri ya penalty. Penalty ni foul iliyofanyika kwenye eneo la 18. Foul ni mchezo wowote ambao utaashiria matumizi ya nguvu kupita kiasi ama itaashiria jambo lolote lile la kwenda kuucheza mwili wa mpinzani wako, either
ukiwa umeugusa mpira ama ukiwa hujaugusa mpira. Kitakacho mata kwenye kuugusa mpira ni umeugusa mpira kwa kiwango kipi. Either ule mpira ulivougusa umehama direction ama ulivougusa mpira bado ulikuwa kwenye favor ya yule ambaye alikuwa anashambulia. Kwenye ile tukio lilotokea pale ile technically ile ilikuwa ni foul. Ilikuwa ni foul. Yes, kwa sababu kulikuwa kuna aggression kwenye mwili wa Joshua Mutale kuliko hata ilivyokuwa kwenye mpira. Na ndio maana hata ukiangalia mguso wa ama motion ya mpira baada ya lile tukio bado ilikuwa inakuja kwenye favor ya Joshua Mutale, kwamba kama mpira haujabadili uelekeo. Kama Joshua Mutale asingefanya ile feint kwamba mpira ana feint na mwili alafu ana deflect mpira kidogo anausogeza njani, ule mpira ina maana ungebaki tena kwenye eneo lile lile. Lakini ule mpira uliposogea kuelekea kwenye eneo la ndani la box la Pamba, automatically inakupa picha kwamba aliyosukuma ule mpira kwa nguvu alikuwa ni Joshua Mutale. Kwa hiyo kwangu mimi ile ilikuwa ni foul, na hata ingekuwa ni nje ya 18 ile ilipaswa kuwa foul. Kwa hiyo kama ilipaswa kuwa foul nje ya 18, kwa nini isiwe foul kwenye eneo la ndani ya 18? So it is a clear penalty kwa upande wa Simba Sports Club. Mwamuzi Shomari Lawi kutoka Kigoma alikuwa sahihi. Hana cha kudaiwa pale. Twende tukio la goli la pili ambalo Simba lilifunga. Ni Jincha za Uwaye mwenyewe tena analifunga. Ni foul ambayo ilikuwa ni nje ya penalty box. Kuna wengine wameblame ukuta umemwangusha golikipa yule kamera wa nani wa Pamba. Lakini kuna wengine wanaamini ukuta ukuwa na shida. Tunatoa pongezi kwa mpigaji Jincha Zaua. Lakini kuna mwingine analaumu positioning ya golikipa. Huyo kamera wa nani wa kikosi cha Pamba haikuwa sahihi. Kipi sahihi kwa mtazamo wako, ama hukupata hata engo nzuri pia? No, mimi nimeona vizuri. Maana nimeona pia hiyo nyingine imekuja bwana, tupate engo nzuri bwana hapa. Nimeona vizuri tu. Umeona vizuri. Ule mpira utamsifia Jincha Zawa kwa sababu alipick point nzuri, lakini utarudi kwa goalkeeper Kamara. Positioning yake ilikuwa dhaifu. Ndio. Siku zote ukiwa unapanga ukuta, maana ile ni zone ambayo inatazamana directly na goli. Okay. Na zone hizi huwa zinategemeana mpira uko zone gani, na hata ukuta pia una idadi ya watu wa kupanga kwenye kila zone. Ikiwa ni unatazamana na engo ya kona, atapangwa mtu mmoja kwenye ukuta. Ikiwa imesogea kidogo kwenye engo ya kona, kama unaitafuta degree 60 hivi, utapanga watu wawili. Ikisha kuwa unaitafuta unakaribia degree 90, unatakiwa upange watu watatu. Ukisha kuwa unatazamana nyuzi 180 straight, unatakiwa upange watu 4 mpaka watu 5 kwenye ukuta. Alichokifanya goalkeeper, aliposition ukuta, alipanga ukuta kwenye idadi sahihi, alipanga ukuta kuanzia watu 4, which alikuwa sahihi kwenye eneo lake. Lakini sasa huwa kwenye hiyo nyuzi 180 ambayo unatazamana na mpira, huwa kuna factor nyingine ambayo huwa tunaiangalia. Factor hii ni uelekeo wa goli na ule mpira ulipo. Kwa sababu goli lilivyo, kuna upande wa kushoto na upande wa kulia goli ukisimama kwenye eneo la katikati. Ule mpira ukiwa goalkeeper umesimama eneo la katikati na foul imefanyika, kama mpira position yako upo kwenye mkono wako wa kulia, ule ukuta utaupanga kwenye uelekeo wa mkono wako wa kulia, halafu wewe positioning yako itaenda kuwa ule upande wa nusu inayobaki, na maana kuanzia katikati kwenda kushoto. Ukiwa ukuta upo kwenye upande wako wa kushoto na ile fauli ilipo ni upande wako wa kushoto, goalkeeper utatakiwa kutake over upande wa katikati kwenda upande wa kulia. Lakini utasimama eneo gani sasa ili uwe katikati au uwe kwenye positioning nzuri? Kwa sababu nimekwambia nusu ya goli itakabwa na ukuta, nusu ya goli utaikaba wewe goalkeeper. Hasa kwenye hii nusu ambayo ukuta itakaba, wewe na goalkeeper unatakiwa kuposition ule ukuta kusimama kwenye engo ya kwanza ya mwamba mpaka pale ambapo utafikia nusu ya goli. Si ndivyo? Kwa hiyo na maana unakuwa umebaki na hii nusu ya pili ambayo wewe goalkeeper ndio unatakiwa kuikaba. Hii nusu ya pili ambayo goalkeeper unatakiwa kuikaba inatakiwa ujiposition katikati ya hii nusu. Kwamba nusu yako inakuwa wapi? Nusu yako inakuwa kwenye mwamba mpaka kwenye eneo la katikati ya goli. Kwa hiyo wewe unatakiwa kusimama kwenye ile eneo. Kwa hiyo save point zako za kuzimark inakuwa ni ukuta wangu uko wapi. Unatakiwa kusimama kwenye eneo ambalo ukisinyosha mkono ukuta unaofikia, ukinyosha mkono mwamba unaofikia. Kwa hiyo hapa ina maana unakuwa umesimama katikati ya point ambayo wewe goalkeeper unatakiwa kuikaba. Meaning mpigaji akipeleka ule mpira ukavuka ukuta
ukapiga ukavuka ukuta na ukaenda kwenye point ambayo kwa mfano ulikuwa kulia, ule mpira ukaenda kushoto kwako goalkeeper, tutarudi mpigaji amepiga vizuri na utamsifia mpigaji. Lakini ikitokea sasa mpigaji ameupeleka ule mpira kwenye nusu ambayo wewe ulikuwa umesimama na unatakiwa kuudaka ule mpira, tutarudi kwako na tutakuquestion kwenye maeneo mawili. Eneo la kwanza, power of the shot, aliupiga ule mpira kwa power ya aina gani? Je, aliushindilia shooting kweli? Ama tutarudi kwenye hoja ya pili, ulikuwa umesimama wapi? Goalkeeper Kamara kwenye lile goli la Jean Charles Ahoua alikuwa amesimama kwenye eneo ambalo hakutakiwa kusimama, kwa sababu hakusimama kwenye point ya katikati ya ule upande wa goli ambao alikuwa anatakiwa kuukaba. Na ndio maana Jean Charles alipoiona kwamba kuna gap kubwa ule upande wa goalkeeper ambao upo, akaupeleka mpira kule. Akaufanya low Declan Rice. Anticipation ya goalkeeper ilikuwa ni kwamba Jean Charles atauvusha ule mpira kwenye ukuta, alishambulia eneo ambalo ukuta unatakiwa kuukaba. Lakini Jean Charles katumia akili kwamba kwa sababu wewe umeanticipate jambo A, mimi nafanya jambo B. Na ndio maana ukiangalia ule mpira ulipoenda, hata movement ya goalkeeper inakuonesha kuanticipate ule mpira utaenda kule, kwa sababu obviously hakupiga kwa power. Jean Charles hakupiga kwa power, bali aliupiga with perfection. Pande unakuja kwenye mpira tunasemaga kuna pande mbili, kuna pande ya skills na pande ya technique. Skills ni ule maarifa au ufundi wa mpira ule, utapata mpira, utaupanda mpira kina Skudu Makudubela wale. Alafu maarifa ya mpira ndo techniques, ni namna ya kuupiga ule mpira, namna ya kuexecute ule mpira, ambapo hapa ndo tunazungumzia zile pasi kibao, ambapo hiyo tutazungumzia pia hata goli la 3 la Jean Charles Ahoua. Kwa hicho ile pasi ya nani ya Mpanzu. Kwa hicho kifanya pale Jean Charles alipeleka mpira kwenye eneo ambalo goalkeeper hakuanticipate. Kwa hiyo utampa faida Jean Charles kwa kile aliyotumia kupeleka mpira kule. Lakini tutarudi kwa Kamara. I think hata baadaye kocha wa goalkeeper wa Pamba akikana akirudia ile clip, atamuuliza Kamara ulikuwa unawaza nini kusimama kwenye eneo ambalo umeupanga ukuta. Okay, anyway, tukiachana goli la 3 la Simba ambao alikuwa Jean Charles Ahoua anakamilisha hat-trick, ni man of the match. Kuna mtu ana doubt kwa man of the match? Hayupo. Hapana. Okay, anyway, goli la 4 la Simba lilikuwa ni lile la Ateba. Mimi mtizamo wangu lile goli amefunga Kibu Denis. Mpira ukuzama au kuingia. Mimi mnasemaje? Wakanda. Ule mpira ili Mohamed Kamara wakati anaucheza, ili mpira ameokolea ndani ama alikuwa kwenye mstari ile kwenye goal line? Yani tungekuwa tuna goal line technology, I'm sure ule mpira kuna sehemu ambayo uliingia, kuna sehemu ambayo still ulikuwa nje. Kwa nini naamini haukuingia? Positioning ya goalkeeper wakati anaucheza ule mpira na the way ambavyo ulikuwa ukimwangalia goalkeeper wakati anaucheza ule mpira kutoa eneo ambalo alikuwepo. Unajua cha kwanza angalia mpira ulipokuwa, alafu uangalie mwamba wa juu. Ule mpira wakati anautoa ukiangalia mpira ulipo na mwamba wa juu, still unaona kuna sehemu ya mpira ambayo inaonekana nje ya mwamba. Yani mwamba sio umesimama kama hii. Yani kuna sehemu ambayo ya mpira unaiona iko nje ya mwamba, kuna sehemu ambayo unaiona iko ndani. Yani ule mpira si kama aliutoa wote ukiwa tayari